Meli ipo, njooni tutumie. Mheshimiwa Rais anaimarisha uwanja wa ndege wa Mwanza. Ndege zinazokuja Mwanza ni kubwa. Mimi naishi Dodoma, makao makuu ya nchi. Kula tunakwenda kwa Bombardier. Mwanza inakuja Boeing 737-9. Utakwenda Port Bell huko, utakwenda wapi, unazunguka. Unakula maisha ndani ya hii meli. Utalala, utakunywa, utalala, utaamka. Wanaotaka kufunga ndoa utafunga ndoa humu ndani, utafanya sherehe, vipaimara, komnyo ya kwanza na kila kitu unaweza ukafanya ndani ya hii meli. Tutumie meli hii kiutalii. Lakini tukiona hii meli pia tuone suluhisho la uhakika la kukua kwa biashara mbalimbali. Biashara za madini. Maeneo ya kanda hii ya ziwa ni maeneo ya madini. Katika pato la taifa kwa 7.2. Lakini hapa katika mkoa wa Mwanza pamoja na kwamba mkoa umekuwa ukitoa mchango mkubwa, hali kadhalika shughuli za uchumi na uchangamfu wa wananchi wa Mwanza, nataka kuchukua nafasi hii kuwapongeza. Kipato cha mtu katika mkoa wa Mwanza kiko juu. Dar es Salaam tayari tawi la reli ya kuingia bandarini katika bandari ya Dar es Salaam limekamilika, limeshaingia, na hivi ninavyoongea tunatengeneza sakafu ngumu. Itakuwa ni hatua ya awali ili tuanze kutumia kwenye eneo hilo, lakini baadaye tunatengeneza kituo kabisa cha SGR ambacho ndio kitakuwa kinapokea mizigo moja kwa moja kutoka kwenye meli na Victoria, Tanganyika, Nyasa na bahari ya Hindi. Miradi inayoendelea kwa sasa ambayo serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ina thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1. Mtaona ni kwa kiasi gani serikali inatazama eneo la usafiri na usafirishaji majini kama eneo la kimkakati ambalo linatakiwa lichangie kwa sehemu kubwa katika uchumi wa nchi yetu. Sasa tuanze na hapa katika ziwa Victoria. Kama nilivyosema, nimewadokeza mwanzoni kwamba hapa tupo katika MV Mwanza, New MV Mwanza. Tarehe 26 mwezi Januari, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu alikuja kuzindua rasmi safari za meli hii ambayo tuko juu yake muda huu. Naomba kuambia ndugu zangu wa Tanzania, meli hii ni moja ya mafanikio makubwa ambayo Watanzania tunatakiwa kujivunia. Ni meli kubwa, nimesema awali, ni meli kubwa kuliko zote katika maji baridi barani Afrika. Hakuna meli nyingine inayofikia ukubwa wa meli hii. Meli yenye uwezo wa kubeba abiria 1200, yenye uwezo wa kubeba mizigo tani 400, itakayofanya kazi katika maeneo, katika bandari za nchi zote zinazozunguka katika ziwa Victoria. Ni uwekezaji mkubwa. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha mradi huu unakamilika. Wakati anaingia madarakani tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021, meli hii ujenzi wake ulikuwa takriban 40%. Katika kipindi chake cha miaka mitano amehakikisha meli hii inakamilika kwa 100%. Wakati anaingia madarakani, hata fedha ambazo mkandarasi, kampuni ya kutoka Korea iliyokuwa inafanya ujenzi wa meli hii, alikuwa amelipwa takriban shilingi bilioni 36. Lakini kama nilivyowaambia, meli hii ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 123. Manake fedha nyingine yote Mheshimiwa Rais amesimamia kuhakikisha meli hii inakamilika, na Tanzania inaandika tu sio historia, bali inajiweka katika nafasi kubwa ya kunufaika na uchumi wa eneo hili la ziwa Victoria. Hili ni jambo kubwa ambalo kila Mtanzania anapaswa kujivunia. Niliwadokeza mwanzoni, meli hii ina upana wa mita 92, ina urefu wa mita 92.6, ina upana wa mita 17, ina kimo cha mita 20, ghorofa zaidi ya 4 kama unajenga nyumba ya Msukuma kuishi hapa Mwanza, ghorofa 4. Kwa hiyo ni bonge la dude ambalo limejengwa hapa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Na tunafurahi kwamba wakati wa ujenzi sio tu kwamba tumepata meli hapo na uwezo wa kujua maana nitaishi kwa budget, lakini kwa maisha ya pikipiki ni ngumu sana, sababu nachokipata ndo nachokitumia. Maana naweza nikaingia labda nimepata 30 nikaishao ni matumizi, naweza nikaingia nipate 50 au nikapata 10,000. Sasa naweza nikawa na guarantee, na siwezi nikaweka rekodi ya kila siku naingiza kiasi fulani. Mambo ni mengi, muda ni mchache, pesa ni hivyo, hali yenyewe ni ngumu. Sasa uwezi ukawa na kiwango ambacho umekitimiza kwa mwaka, na uwezi ukadunduliza mwaka mzima uone kiasi fulani. Aidha kwa wenzangu huenda ikawa ndio, lakini kwa upande wangu mimi ni ngumu sana. Hivyo binafsi mimi milioni 3 nafikisha. Milioni 3 kwa mwaka naingiza vizuri kabisa, lakini kutokana na matumizi, sisi vijana
hapo ndo kuna changamoto namna ya kuitunza, lakini kiuhalisia milioni 3 kwa mwaka naingiza na zaidi. Milioni 3 kuifikisha naifikisha, ila kuna kodi, kuna kuvaa, kuna kula, kuna mtoto kuugua, hela inatoka.